Oktoba mwaka 1979, mji wa Tehran ni mji mkuu wa Iran, ulikuwa kwenye hali ya taharuki kubwa. Na ndiyo kwanza mapinduzi ya Kiislamu yalikuwa yametoka tu kufanyika. Hivyo hisia kali za chuki dhidi ya Marekani zilikuwa zimepamba moto kwa kasi. Katika kile ambacho kilionekana kuwa tishio kubwa zaidi kwa usalama wa raia wa Marekani, waandamanaji waliuvamia ubalozi wa Marekani mjini Tehran na kuwachukua mateka wafanyakazi 66 wa ubalozi huo. Dunia ilishangazwa sana kwa hatua hiyo. Marekani ilidhalilika, lakini kilichojificha chini ya kivuli cha tukio hilo ni kisa kingine ambacho kilibaki kuwa siri kwa muda mrefu zaidi. Mateka 6 wa Marekani walifanikiwa kutoroka wakati wa vurugu tu zilipoanza bila kugundulika, na hivyo hawakufanikiwa kuchukuliwa mateka. Hawa walienda kujificha kwenye nyumba ya balozi wa Canada hadi pale CIA walipoamua kuingilia kati, lakini si kwa kutumia silaha wala vifaru bali kamera. Skripti ya filamu na mpango wa kufikirika unaweza kutumika tu kwenye uigizaji wa filamu za Hollywood. Jasusi wa CIA Tony Mendez, mtaalamu wa kutengeneza utambulisho bandia, akapewa jukumu gumu la kuwaokoa wale raia 6 wa Marekani kutoka Teherani bila kugundulika. Mpango ulikuwa ni kwa njia ya kutengeneza uongo mkubwa wa kisanii. CIA ilitunga hadithi kwa Tony na kundi lake walikuwa watayarishaji wa filamu kutoka Hollywood walioko huko Irani kutafuta eneo la kushuti sinema ya fiction story. Filamu hiyo iliitwa Argo. Walichapisha matangazo halisi kwenye magazeti ya Hollywood, wakatengeneza posters na hata walifungua ofisi bandia huko Los Angeles ili ionekane kweli. Ndipo hapo Tony alisafiri hadi Tehran akiwa na passport ya Canada, akibeba nyaraka zote bandia za filamu. Alipofika, aliwafundisha wale raia 6 jinsi ya kuigiza au kujifanya kama watayarishaji wa filamu kutoka Canada. Wakati huo hatari ilikuwa kubwa sana. Wana mapinduzi walikuwa wakiwasaka kwa udi na uvumba wale waliotoroka. Kamera za usalama ziliangaza kila kona, na mitaa ya Tehran ilikuwa imejaa hisia za chuki dhidi ya wageni hasa wa Marekani. Tarehe 28 Januari mwaka 1980, Tony na kundi lake waliwasili uwanja wa ndege wa Mehrabad. Kwa muda mrefu hapo kila kitu kilikuwa kana kwamba hakuna chochote kinachoendelea. Na mara afisa wa ukaguzi alienda kukagua pasipoti zao. Kisha akawauliza maswali hapa na pale, akapiga simu, na mara akawaruhusu waendelee na safari yao. Wakaenda kupanda ndege ya Swiss Air na dakika chache baadaye ndege ilipaa. Tony ni kama hakuamini, kwa sababu dakika chache baada ya kuruka na ndege, aliangalia Irani kupitia dirisha la ndege kwa macho ya kutoamini kama wanatoka salama. Lakini pia alijua kuwa kama mpango huo ungefeli, wote wangekuwa marehemu. Lakini walifanikiwa kutoka salama. Kwa ustadi wa ajabu, CIA iliweza kuwapitisha majasusi wao mbele ya macho ya adui na kuwaokoa bila risasi hata moja kurushwa. Operation hiyo ilibaki siri kwa miaka mingi hadi ilipokuja kufichuliwa miaka 1990. Kisha ikatengenezewa filamu maarufu ya Argo mwaka 2012 iliyokuja kushinda tuzo za Oscar. Lakini nyuma ya kamera za Hollywood palikuwa na maisha halisi ya watu waliocheza mchezo wa hatari zaidi. Mchezo wa ujasusi, uongo na uokoaji wa kishujaa. CIA walijifanya wacheza filamu, lakini kazi yao haikuwa kutengeneza sinema bali kuokoa maisha maafisa wao. Na hiyo ndiyo simulizi halisi ya Argo, operation ya kisasa ya ujasusi iliyojificha chini ya kivuli cha filamu ya kubuni.
lakini matokeo yake yakawa ya kweli kuliko sinema yenyewe. Sasa basi, baada ya usita kufanikiwa kutoroshwa, nini hatima ya wale maafisa wengine wa ubalozi wa Marekani waliotekwa? Mateka hawa waliachwa, lakini baadaye baadhi yao waliachiliwa. Mateka 13 kati ya 66 waliachiliwa mapema Disemba mwaka 1979 kwa sababu walikuwa wanawake na raia weusi wa Marekani. Irani ilidai ni kwa sababu ya misingi ya huruma. Na mmoja aliachiliwa baadaye kwa sababu za kiafya. Na waliosalia 52 walibaki mateka kwa siku 444 hadi Januari 20 mwaka 1981. Walipoachiliwa rasmi baada ya mkataba wa Algiers Accords. Na hakukuwa na raia yoyote wa kigeni waliotekwa miongoni mwa hao mateka 66. Wote walikuwa ni maafisa wa Marekani, wanaume au wanawake waliotumwa kama sehemu ya kikosi cha kidiplomasia cha nchi ya Marekani. Zaidi, soma kitabu changu cha Jicho la Genghis Khan, Siri za ujasusi wa Mongolia ulioitikisa dunia na funzo kwa karne ya 21. Kitabu hiki kwa sasa kinapatikana kwa soft copy. Unalipia shilingi 9,999 tu kwa M-Pesa. Anza na alama ya kujumlisha 255 755 448591. Majina ni Ananias Kitage. Baada ya malipo nitumie ujumbe WhatsApp kwa namba hizo hizo. Nitakutumia kwa njia ya WhatsApp au email. Mimi naitwa Ananias Edgar.